Japo hii katiba ni mbovu, tunataka ibadilishwe. Inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. B. Lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. C. Serikali itawajibika kwa wananchi. Ibara ya 9 inasema hivi: lengo la katiba hii ni kuwezesha ujenzi wa Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar au chochote kati ya vyombo vyake na udugu na amani, kutokana na kufuata siasa za kijamaa kwa kuzingatia mazingira yaliyomo katika Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vinawajibika kuelekeza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha kwamba shughuli za serikali zinatekelezwa kwa njia ambazo zitahakikisha kwamba utajiri wa taifa unaendelezwa, unahifadhiwa na unatumiwa kwa manufaa ya wananchi wote kwa ujumla, na pia kuzuia mtu kunyonya mtu mwingine. Kifungu I, kwamba matumizi ya utajiri wa taifa yatatilia mkazo maendeleo ya wananchi, na hasa zaidi yanaelekezwa kwenye jitihada za kuondosha umaskini, ujinga na maradhi. Hiyo ni katiba. Imesema msingi wa mamlaka na madaraka yote ya serikali ni wananchi, kwamba wewe ndio msingi wa mamlaka yote ya nchi hii. Huyo askari aliyopo hapo hayupo hapo kwa sababu ya amri ya mama yake. Yuko hapo kukulinda wewe kwa sababu wewe ndio msingi wa mamlaka. Mamlaka yote alionayo huyu ni mamlaka yako wewe. Wewe ndio umechukua sovereignty yako. Wewe, mimi, Tarime na wengine wote tumegawa. Badala ya sisi wote kuwa marais wa nchi, tumechagua mtu mmoja kwa niaba yetu awe rais wa nchi. Kwa sababu wote tukiwa marais hakuna atakayeagiza mwingine. Si kama mnanielewa? Naelewa ninachosema? Wanaoelewa ninachosema nyosha mkono tuone. Maana yake sitaki niwe naongea mwenyewe. Kwamba msingi wa mamlaka yote ni wananchi. Badala ya sisi wote kuwa marais, tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu awe rais, atuongoze. Na lengo la serikali atakayoiunda iwe ni ustawi wa mwananchi. Badala ya sisi wote Kongwa, Tarime, Mwanza, Bunda, Dar es Salaam twende kuwa wabunge. Hakuna ukumbi wa kututosha wote kwenda kukaa, wewe ukazungumzie mbaazi, wewe uzungumzie maji, wewe uzungumzie matibabu. Hakuna. Tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu. Ndio katiba inavyosema msingi wa mamlaka ni wewe. Badala ya sisi wote kwenda halmashauri, tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu akawe diwani. Badala ya sisi wote kwenda kuwa wenye viti wa vijiji, mtu mmoja anakuwa mwenyekiti wa kijiji. Lakini katiba hiyo hiyo inamwelekeza kwamba lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Nikisema ustawi, mnanielewa? Kwamba wewe ustawi maana yake nini? Uweze kulala pazuri, utibiwe vizuri, utembee kwenye barabara nzuri, ule chakula vizuri kama mimi ninavyokula. Amesema Maingira hapa, nikimuita hapa kijana wa hapa Mrali Kongwa, mdogo kabisa ambaye hata na mzidi, anaonekana ni mzee kuliko mimi. Uongo kweli? Sababu gani? Maisha magumu. Sasa nchi hii ni nchi yetu, na katiba inasema kwamba utajiri wa nchi hii uelekezwe kwenye kuhakikisha unaondoa umaskini, maradhi na ujinga. Na katiba inasema utajiri wa nchi hii usinyonywe na kikundi cha watu wachache, utumike kwa ajili yetu wote. Na katiba inatambua kwamba nchi hii ni tajiri na watu wengi hamjui. Sasa ndugu zangu, Mwalimu Nyerere alisema katika hotuba zake kwamba ili nchi iendelee inahitaji mambo mangapi?
Mambo mangapi? Mambo manne. La kwanza, inahitaji watu. Watu tunao milioni 63. La pili, inahitaji ardhi. La tatu, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Mambo mangapi? Manne. Watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Watu tunao. Ardhi tunayo kilomita za mraba 945. Kilomita za mraba ngapi? 945. Ukichukua Kenya, ukichukua Uganda, ukichukua Rwanda, ukichukua Burundi, ukiziunganisha kwa pamoja zina kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu nimewambia ngapi? 945. Kwa hiyo nchi yetu ni kubwa kuliko nchi 4 ukiziunganisha kwa pamoja. Kwa hiyo ardhi tunayo. Mkoa wa Dodoma peke yake una kilomita za mraba 41,698. Unalingana na nchi ya Uholanzi. Nchi ya Rwanda ina kilomita za mraba 26,300. Mkoa wa Dodoma ni mkubwa mara moja na ziada kwa nchi ya Rwanda. Si mnaifahamu Rwanda? Rais wake nani? Kagame. Yaani niye mkoa wa Dodoma ni mkubwa kuliko Rwanda. Kwa hiyo ardhi tunayo, watu tunao. Kinachokosekana ni nini? Siasa safi na uongozi bora. Na tukizungumza kuhusu ardhi, tunazungumza na vyote vilivyomo kwenye ardhi. Maji. Ili nchi duniani yenye vyanzo vya maji bora kuliko nchi zote, nchi ya 3 kwa kuwa na vyanzo bora vya maji. Sisi ndio nchi ambayo tuna ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, na pili duniani, ziwa Victoria. Tuna ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, na pili duniani, ziwa Tanganyika. Tuna mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani baada ya mlima Everest, mlima Kilimanjaro. Tuna madini yanaitwa Tanzanite, hayapatikani kwenye nchi nyingine yoyote duniani isipokuwa Tanzania. Tuna makaa ya mawe, tuna chuma, tuna dhahabu. Sisi ni nchi ya 3 kwa dhahabu nyingi duniani. Kianzia kwetu Tarime ni dhahabu, kienda Geita ni dhahabu, kienda Msoma ni dhahabu, kienda Bukombe ni dhahabu, kienda Nzega ni dhahabu, kienda Kahama ni dhahabu. Njoo hata Dodoma watu wanachimba dhahabu. Nenda Singida watu, nenda Ruangwa, nenda Chunya watu wanachimba dhahabu. Nchi hii ni ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Na bei ya dhahabu gramu moja, naelewa gramu nikisema gramu, ukichukua ule wembe mzima ukauvunja kale kapipisi kamoja ndio gramu. Gramu moja ya dhahabu ni shilingi 310,000. Kila siku yanatoka matani na matani ya dhahabu kwenye nchi hii, yanakwenda kutajirisha watu wengine. Ni nchi inayotoa madini yanayoitwa nickel na cobalt, yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu mnazozitumika, yanatoka Kabanga, Kagera, Tanzania. Nchi yenye madini ya uranium yako Singida hapo, yanayotumika kutengeneza mabomu ya nyuklia na mengine yako Seru. Nchi yenye mbuga kubwa kuliko zote duniani, na mbuga ya Ngorongoro iko kwenye maajabu 7 ya dunia. Tuna mbuga ya Serengeti, Ngorongoro, Katavi, Manyara, Ruaha, Mikumi, Mkomazi. Mbuga zetu zote Serus ukiziunganisha zinazidi nchi ya Rwanda na Burundi. Nchi yenye mlango wa bahari, tuna kilomita 1600 za mlango wa bahari kutoka Mtwara mpaka Tanga, na nautical maili 200 kuingia ndani. Na tunazungukwa na nchi 6 landlocked: Uganda, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia, Malawi, Kongo. Zote zina mlango wa bahari. Ili mtu aendeshe gari Kongo, inapita kwenye maji ya Tanzania ambayo Mungu ametupa bure. Sisi tunaingiza fedha. Tuna kila kitu. Kwa nini watu wetu ni maskini? Kwa nini watoto wanaenda shuleni peku katikati ya nchi tajiri? Kwa nini mama zetu wanafanyishwa kazi ya TASAF kwenye nchi hii ambayo ilipaswa iwe inamlipa mtu amekaa nyumbani analipwa pesa kwa sababu ya wingi wa rasilimali tulizonazo? Mwalimu Nyerere alisema
ili nchi iendelee tunahitaji vitu vingapi? Nimewaambia, cha kwanza watu, cha pili, cha tatu siasa safi na uongozi bora. Kama watu tunao, kama ardhi tunayo yenye madini ambayo hayapatikani kwingine kokote duniani, nini kinachokosekana? Siasa safi na uongozi bora. Uongo kweli? Nikiwauliza, nchi ina siasa safi? Si wanasema tunasingizia.